Kiongozi wa kidini wa Iran Mojtaba Khamenei amehutubia taifa hilo kwa mara ya kwanza tangu kuteuliwa kwake. Baadhi ya wakazi jijini Goma wameandamana kukashifu kile wanachokitaja kuwa mauaji dhidi ya raia baada ya mashambulizi ya jana ya ndege zisizokuwa na rubani. Ingekuwa vema wa M23 na serikali yetu wajitahidi kusikilizana, alafu kama watapigana wao kwa wao waifanye hivyo, lakini siwe raia wa kawaida ndio ambaye anakuwa kabisa kama amefuatiliwa. Tume iliyoundwa kuchunguza masuala ya ardhi katika wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania imekamilisha kazi yake na kukabidhi ripoti kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ni waombe wa Tanzania wenzangu kulipa kipaumbele suala la uendelevu wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro na maeneo mengine ya hifadhi. Ngorongoro ni almasi yetu Tanzania, ni mali yetu Tanzania. Na raia mmoja wa China amekamatwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta akituhumiwa kujaribu kuwasafirisha nje ya nchi kwa njia ya magendo zaidi ya siafu 2,000. Viwanjani, waziri wa Iran asema nchi hiyo haitashiriki katika kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Dunia ukiwa nami Sarafina Robi. Meli 3 zaidi za dunia zimeshambuliwa. Naam, lakini Sarafina Robi atakuwa anakusomea taarifa ya habari. Karibu Sarafina. Asante sana Felix. Msikilizaji, karibu kwenye taarifa za habari za dunia ukiwa nami Sarafina Robi. Meli 3 zaidi za raia zimeshambuliwa maeneo ya Ghuba huku vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiendelea. Mtu mmoja aliuawa kwenye meli ya mafuta inayomilikiwa na Marekani katika pwani ya Iraq ambayo iliripotiwa kushambuliwa na boti ya mwendokasi isiyokuwa na rubani iliyokuwa na vilipuzi. Meli nyingine ya mafuta ilishambuliwa ikielekea katika bandari ya Iraq. Meli zote mbili ziliripoti moto kwenye bodi. Meli ya tatu ambayo ni ya China ilishambuliwa kwa kombora lisilojulikana karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Wafanyakazi wote wamehamishwa. Iran inaendeleza mashambulizi ya makombora dhidi ya majirani zake zikiwemo Bahrain, Oman, Dubai na Qatar. Hali tete inaendelea katika soko la mafuta baada ya mashambulizi ya hivi punde ya Iran ikilenga meli za mafuta na vifaa katika Ghuba. Zaidi na Hamida Abubakar. Bei ya mafuta ilipanda tena zaidi ya $100 kwa pipa kwa muda kabla ya kushuka tena. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amekosoa vikali Marekani kwa kufikiria kulegeza vikwazo vya mafuta kwa Urusi, akisema hiyo itakuwa hatua mbaya kabisa. Alisema badala yake Ulaya ilikuwa ikifanya juhudi kuweka mlango wa bahari wa Hormuz wazi ili mafuta yaweze kupita. Shirika la nishati la kimataifa lilifanya uingiliaji kati wake mkubwa zaidi kwa kutokea katika soko la mafuta hapo jana siku ya Jumatano, huku wanachama wakipiga kura ya kutoa mapipa milioni 400 ya mafuta kutoka kwenye hifadhi zao za dharura. Na jeshi la Israel linasema kuwa limefanya mashambulizi makubwa ya angani kwenye mji mkuu wa Iran, Tehran, kwa lengo la kushambulia misingi ya utawala wake. Kile walichokitaja kuwa hatua mpya ya vita hivyo kililenga tawi la benki kongwe zaidi ya Iran inayosemekana kuwa na jukumu muhimu katika kulipa mishahara ya jeshi la Iran. Vizuizi vinavyoendeshwa na wanamgambo katika vitongoji vya makazi pia vinaonekana kuwa maeneo lengwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasema benki hiyo ilikuwa imejaa wafanyakazi wakati iliposhambuliwa. Ameahidi kulipiza kisasi. Benki kadhaa kubwa za kimataifa katika majimbo ya Ghuba zinafunga matawi yao kama tahadhari. Mji mkuu wa Lebanon, Beirut, pia ulishambuliwa. Wakati wa usiku, jeshi la Israel lilisema lilishambulia kambi 10 za Hezbollah katika muda wa dakika 30. Milipuko mikubwa ilisikika katika vitongoji vya kusini mwa mji huo. Umoja wa Mataifa unasema umesikitishwa na kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na anga katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi na Elizabeth Kazibure.
Msemaji wa katibu mkuu Stefan Dujarric ameonya kuwa ongezeko hilo linahatarisha raia na wafanyakazi wa misaada. Haya yanajiri baada ya mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa na wengine wawili kuuawa wakati ndege isiyo na rubani iliposhambulia jengo moja katika mji wa Goma. Ripoti ya ufuatiliaji inasema mwezi Februari ilishuhudia idadi kubwa zaidi ya mashambulizi ya angani katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na shambulio la ndege isiyo na rubani ya jeshi ambayo ilimuua msemaji wa jeshi la waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda pamoja na viongozi wake kadhaa. Na watu takriban 40 wameuawa wakati ndege isiyo na rubani iliposhambulia lori lilokuwa likiwasafirisha waombolezaji kuelekea msibani katika jimbo la Kordofan Magharibi nchini Sudan. Vyanzo vya matibabu vinasema wengi wa waathiriwa ni wanawake na watoto. Haijabainika ni nani aliyefanya mashambulizi haya katika eneo la makazi la Arawaga. Sehemu kubwa ya eneo la Kordofan hivi majuzi limeshuhudia mapigano makali kati ya jeshi na vikosi vya Rapid Support Forces, huku mashambulizi ya karibu kila siku ya ndege zisizo na rubani yakiripotiwa kuua makumi ya watu. Hii ni BBC. Msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Sarafina Robi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yanakujia kwako kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Kenya, unaweza kutupokea kupitia Mwanedu FM, Most FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM, lakini vile vile Gulf Radio. Nchini Tanzania, Abode FM, Radio Kwizera, Radio 1, CGFM, Classic FM, Lolionde FM, lakini kule Zanzibar ni Zenji FM. Lakini kama uko nchini Uganda, unaweza kututegea sikio kupitia Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Radio Chitara, Voice of Muhabura ama Voice of Busoga. Na wale walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mnaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Lakini matangazo haya vile vile yako kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC Swahili, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook mubashara BBC News Swahili. Karibu. Leo uko na Phyllis Mwote na mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibu Skola. Na asante na karibu msikilizaji kwa mara nyingine tena, na tuangazie taarifa mbalimbali, tukianza na taarifa yetu kwa ambapo kiongozi wa kidini wa Iran Mujtaba Khamenei amehutubia taifa hilo kwa mara ya kwanza tangu alipoteuliwa. Kwenye hotuba yake iliyotolewa kupitia runinga ya taifa hilo, amesema kwamba jeshi la mapinduzi la Iran ni sharti lihakikishe kwamba mlango bahari wa Hormuz umefungwa. Hata hivyo, hotuba hiyo ilisomwa na mtangazaji wa kituo na kutotoa maelekezo yote kuhusu afya ya kiongozi huyo. Aidha, amesema Iran italipiza kisasi cha damu ya watu wake na kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz. Na Seha Mohamed huyu hapana taarifa zaidi. Ni majuma mawili sasa tangu vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran kuzuka, huku Israeli katika shambulizi la hivi karibuni ya anga ikilenga mji mkuu wa Iran, Tehran, kwa lengo la kutaka mabadiliko ya utawala nchini Iran. Hata hivyo, hii leo kiongozi mpya wa nchi hiyo Mujtaba Khamenei ametoa taarifa kwa shirika la habari la Iran. Katika taarifa hiyo, Mujtaba amemwomboleza baba yake ambaye aliuawa mwanzoni mwa mashambulizi ya Marekani na Israeli. Aidha, alitoa wito wa pamoja kwa mataifa jirani waungane dhidi ya alichokitaja kuwa maadui wao. Iran inashikilia msimamo wake kwamba nchi hiyo itaendelea kujilinda dhidi ya mashambulizi yeyote. Wakazi wa Iran wameelezea masaibu yao ya kila siku chini ya mashambulizi kutoka Israel. Hali ni mbaya sana na ya kutisha. Asubuhi, mchana na jioni tupo chini ya mashambulizi. Hakuna mtandao, umekatwa na kupata huduma hiyo ni saa chache tu. Hakuna dawa na madaktari wengi hawapo. My sleep schedule. Kulala kwangu kunategemea sauti za mabomu. Naenda kulala au kupumzika saa 12 au 11 asubuhi na kuamka saa 8 kwenda nje kununua chakula, lakini mjini hakuna watu. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema mzozo huu utaendelea kwa muda mrefu iwezekanavyo na hadi malengo yote ya operesheni ya pamoja ya Israel na Marekani yatakapotimia. Haya ni kulingana na shirika la habari la Reuters na The Times of Israel.
Aidha, wizara ya afya ya Israeli imesema katika taarifa yake hivi punde kwamba watu 179 wamejeruhiwa nchini humo katika muda wa saa 24 zilizopita kutokana na mashambulizi ya Iran. Kwa mjibu wa ripoti hii, tangu kuanza kwa vita vya Israeli na Marekani na Iran, watu 2745 wamejeruhiwa nchini Israeli, ambapo 85 bado wamelazwa hospitalini. Wakati huo, Iran imeendelea kujibu mashambulizi ya Israeli ya hivi karibuni yakitokea katika nyumba moja katika jamii iliyoko katikati mwa Israeli, nyumba hiyo ikiharibiwa vibaya na shambulio la hivi punde la Iran dhidi ya Israeli mapema hii leo, ambapo mwanamke mmoja na mume wake walinusurika. Picha za satellite zinaonyesha moshi mwingi uliosababishwa na mashambulizi ya ghala ya mafuta na mitambo ya kusafishia mafuta ukienea kote Tehran Jumatatu, huku shirika la afya duniani WHO likionya kwamba mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta yanaweza kusababisha hatari kubwa za kiafya kwa wakazi. Tangu mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaanze tarehe 28 Februari, BBC Verify imeweza kudhibitisha mashambulizi dhidi ya vituo 4 vya mafuta karibu na mji mkuu wa Iran, Tehran. Wakazi walisema moshi na uchafuzi wa mazingira vimezuia jua na kuacha harufu kali ya kuugua katika sehemu za jiji, huku wataalamu wakionya